Kwa majina naitwa Daudi, ni katibu mtendaji wa Baraza la Watumiaji Huduma za Usafiri Ardhini, yani LATRA CCC. Hili ni baraza ambalo jukumu lake kubwa ni kusimamia na kuhakikisha kwamba maslahi ya watumiaji yanalindwa. Watumiaji hao tunamaanisha kwa jina rahisi ni abiria, yani wanaosafiri ardhini. Hao ni wasafiri kwa njia ya barabara, kwa njia ya reli na kwa njia ya waya. Tuko hapa katika maonyesho haya ya 88 kwa mwaka huu 2026, ambao maonyesho haya yamebebwa na kauli mbiu ambayo inasema tambua soko, ongeza tija katika kuitekeleza dira ya 2050. Nafikiri wale ambao wamepata nafasi ya kuipitia dira inazungumza mambo mengi, lakini sisi tunaangalia hili moja tu ambalo limechambuliwa leo, kwamba kutambua soko ili kutekeleza dira. Sasa kwa sisi watumiaji wa huduma ya usafiri ardhini, tunaposema kulitambua soko, sisi tuko upande wa usafirishaji, yani tunazungumza kitaalamu tunaita logistiki au logistics, ambapo kulitambua soko ni kufahamu ile soko ambalo unaweza kulitumia kwa gharama nafuu ambayo inahimilika katika biashara, lakini pia huduma ambayo inatunza muda, lakini zaidi iwe ni salama na itunze na mazingira pia. Tunapozungumzia kutunza mazingira pia imeelekezwa na imesemwa katika dira 2050 kwamba tunatakiwa tufikie katika mwaka 2050 tuwe na nchi ambayo mazingira yake ni salama. Kwa hiyo tunahitaji katika tunapozungumza masuala ya usafirishaji pia tuangalie swala la kutunza mazingira. Kwa hiyo tunapotunza mazingira ni katika kusafiri kwa kutumia vyombo ambavyo havitoi hewa ambayo inakwenda kuchafua mazingira. Hapa tunamaanisha kwamba matumizi ya nishati kama gesi, nishati kama umeme, nishati kama upepo. Na kwa kuanzia, nafikiri wengi mtafahamu kwamba tayari tuna vyombo ambavyo vinatumia umeme, tuna vyombo ambavyo vinatumia gesi. Katika maonyesho haya tunatoa elimu kwa watumiaji, na ndio maana tumekuja katika maonyesho haya ambapo tunakutana na watu wengi ambao licha ya kuwa ni abiria, lakini ni watu ambao wanajihusisha na mambo ambayo yanaendana na dhima ya 88 ambao tunazungumzia hapa. Ni wakulima, kuna wavuvi, wote wanakuwa katika kundi hili muhimu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika maonyesho haya ili waweze kupata elimu kutoka kwenye banda letu la LATRA CCC pamoja na mabanda mengine ambayo yenye dhima hii ambayo tunahitaji kufikia dira yetu ya 2050. Naitwa Fatuma Kulita, natokea LATRA CCC, ni mkuu wa idara ya fedha na utawala. Katika maonyesho haya ya 88 mwaka huu 2026, LATRA CCC tumeshiriki na tupo hapa tangu tarehe 1 mwezi wa 8 na tunaendelea kutoa elimu katika banda letu. Tunatoa elimu kwa watumiaji waweze kujua haki zao ni nini na wajibu wao ni nini wanapotumia vyombo vya usafiri, na pale ambapo wanapata changamoto ya aina yoyote wanapotumia vyombo vya usafiri, basi waweze kufika katika banda hili na kutoa maoni yao au malalamiko yao pindi wanapotumia vyombo vya usafiri. Mpaka sasa tumeshapokea watumiaji zaidi ya 500 ambao wametembelea katika banda hili. Tumewapa elimu, tumewapa vipeperushi, wanaweza kwenda kujisomea hata pale ambapo maonyesho haya yataisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watumiaji wa mkoa wa Dodoma wapite katika banda letu ambalo lipo katika banda hili ambalo lina Wizara ya Uchukuzi na taasisi zake, waweze kupata elimu kuhusu haki na wajibu wa mtumiaji wa huduma za usafiri ardhini. Tuko hapa tunaendelea kutoa vipeperushi na tutakuwa hapa mpaka tarehe 10 mwezi wa 8 kwa ajili ya kutoa elimu kwa watumiaji kuhusu haki na wajibu wao wanapotumia usafiri ardhini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.